Haleluya. Basi ni siku njema, ni siku ambayo Mungu ametujalia siku ya leo, kwa sababu Mungu ametulinda, ametuwezesha. Napenda nikaweze kuomba, nikaweze kuleta neno katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza, ninakuinua kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mtakatifu. Pokea sifa, pokea utukufu. In Jesus name we pray. Amen. Basi nataka kuzungumzia kuhusu manabii wa uongo. Manabii wa uongo ama nabii wa uongo. Na siku ya leo basi kabla hatujajua nabii wa uongo, kitu cha kwanza mwanadamu kujua ni anafaa ajue ya kwamba tumechaguliwa na Yesu Kristo kama kukuwa nuru ya ulimwengu. Na katika huu ulimwengu Yesu alituambia ya kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu in Matthew chapter 5 verse 14. Kwa hivyo inafaa tutembee tukiwa na nuru, na Yesu mwenyewe ndio nuru ya kweli. Na ndiposa siku ya leo basi ninawakaribisha katika jina la Yesu. Leo tutaenda kujifunza kuhusu nabii wa uongo ni nani? False prophet. Na kuna neno moja hapa katika 1 Peter chapter 2 verse 9 inasema bali ninyi ni wazao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Sisi ni taifa takatifu, sisi ni taifa teule, ambalo taifa hili tulikuwa mbali sana na Mungu, tulikuwa hatutambulikani, lakini kwa upendo wa Yesu Kristo akajitoa, akafa msalabani, akateswa, na ndio maana tunafanyika taifa teule. So Peter anatuambia hapa tukaweze anatu-encourage ya kwamba sisi ni taifa ambalo ni la kifalme, ni milki ya Mungu. Alafu alituita tutoke gizani, maana tulikuwa gizani, tulikuwa kwa Adamu wa kwanza aliyetenda dhambi, lakini Adamu wa pili akaleta uzima, ambaye ni nuru ya ajabu. Kwa hivyo Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu wote. Ukisoma John chapter 8 verse 12, alimwambia yule mwanamke aliyefumaniwa ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo nasi tumekombolewa na nuru, na sisi ni nuru. Yesu ametuita na akatuambia katika Matthew chapter 5 verse 14, we are the light of the world. So siku ya leo nataka tujifunze kuhusu the two type of false prophet. The two type of false prophet ni wale ambao wako na roho ya utambuzi. Roho ya utambuzi. Nabii ambayo ako na roho ya utambuzi, huyo anaitwa the false prophet. Yaani ni mtu ambaye anatambua mambo ambayo wewe umeyafanya, na usipojua ya kwamba ni false prophet, wewe unafikiria ni the true prophet. Ni mtu anaweza kukuambia leta mkono yako niangalie kwa mikono yako, alafu wewe unapeana mikono, anakutabiria. Anaweza tumia Bible akifungua hivi na anaona mambo yako, na anakuambia mambo yako akifungua Biblia. That is the false prophet. Ni mtu ambaye amejaa roho ya utambuzi. Roho ya utambuzi.
Na tunaona ya kwamba katika Act chapter 16 verse 16 tunaona kuna mtu kama huyo ama nabii kama huyo wa utambuzi. Alitambua wakina Paulo walipokuwa wanahubiri. Act chapter 16 verse 16. Act chapter 16 verse 16. Neno linasema hivi: ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuugua. Akawafuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Unaona, mtu the false prophet ama nabii wa utambuzi anajua ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu. Na tunaona huyu alikuwa, Biblia inasema alikuwa msichana, na huyu msichana alikuwa na roho ya utambuzi. Na wakina Paulo walipokuwa wanapita, aliwatambua, akaanza kushauti ndani ya mkutano, hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu wanaohubiri injili ya kweli. Lakini the Bible, ukisoma that Act 16 yote, the Bible inasema Paul akaweza kusimama, akamkazia macho na akakemea hiyo pepo iliyokuwa ndani yake. The Bible say alikuwa anafanya uigizaji. Alikuwa amefanyia ameleta utajiri mwingi sana kwa watumishi wake. So Paulo akasimama, akamkazia macho na akakemea ile roho ambayo ilikuwa ndani yake. Na ndio maana that spirit iko mpaka siku ya leo. Unakuta nabii wa uongo wako wa utambuzi ambao wako kama hao. Anakuambia leta mkono wako nisome nyota yako. Anakuambia ya kwamba maneno ambayo wewe hakika uliyafanya, mpaka unajua ya kwamba huyu ni nabii wa uongo, ni wa ukweli lakini ni wa uongo. So wako na roho ya utambuzi. Wanatambua hata jana kama ulilala njaa, wanatambua, wanakuambia jana ulilala njaa, toa dhabihu fulani leo utashiba. So hawa ndio wanaitwa manabii wa uongo. Kwa hivyo tumeona nabii wa kwanza katika Act 16:16 na hao manabii ya kwamba mahubiri yao hakuna repentance. Mahubiri ya nabii ambayo si wa kweli hakuna kutubu dhambi. Mahubiri yao hakunanga repentance. Na hapo ndipo unajua huyu ni nabii wa uongo. Nabii wa uongo, mahubiri yao hawahubiringi repentance ama msamaha wa dhambi. Hawahubiringi msamaha. Wanasemanga hakuna kuzimu wala hakuna mbinguni. Wanasema hakuna jehanamu, hakuna kuzimu. Hawahubiringi msamaha. Wanasema hakuna mbinguni. Hawaongozi watu kwa Yesu Kristo. Nabii wa uongo hawaongozangi mtu kwa Yesu Kristo. Wanakutabirianga ya kwamba utapokea maprado, utapokea mashamba. Wanakuambia utajiri ambao unafaa upate ni wa hapa duniani, na ukiondoka hapa duniani it is finished. Huyo jua ni nabii wa uongo. That is a false prophet.
hawaongozi watu kwa Yesu Kristo. Hawaongozangi watu kwa Yesu Kristo. Namba 2, ni mtu ambaye amepokea gift za Mungu. Kwa hivyo nabii wa Mungu ni mtu ambaye amepokea gift za Mungu. Gift ambayo ameitwa, lakini yeye mwenyewe akapotea njia za Mungu. Ni mtu ambaye akona gift za Mungu na huwezi gundua, lakini yeye mwenyewe kupitia hizo gift akaongezea maneno kwa neno la Mungu, na neno linasema mzuri katika Proverbs 30 verse 5 and 6, tusiongeze maneno kwa neno la Mungu, tusiwe verse 6 nasema ili tusije tukaweza kufanywa waongo. Kwa hivyo hawa wameongeza maneno, sasa ndio wanaitwa manabii wa uongo. Na tutasoma katika Romans chapter 11 verse 29. Romans chapter 11 verse 29, neno linasema hivi. Verse 29 inasema, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Hazina majuto. Lakini sasa hawa ni mtu amepokea gift za Mungu, ameitwa, akapotea kwa njia za Mungu. Yeye akapotea, akafuata njia zake. And that's why the Bible inasema hapa in Romans 11 verse 29, kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Yes, hazina majuto wala mwito wake. Kwa hivyo that is number 2. Sasa wacha tuone sign ya the false prophet. Sign mahali hapa tutaziona zile Yesu alizungumzia in Matthew chapter 7 verse 15. Matthew chapter 7 verse 15. Matthew chapter 7 verse 15. Neno linasema hivi. Hapo ndio tutaona sasa the signs of the false prophet. Verse 15. Yesu anasema ni jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miba au tini katika mibarati? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Kwa hivyo Yesu anatuonya sisi ambao tumechaguliwa, sisi ambao sasa amefanya nini? Sisi ambao tunamfuata, ambayo sasa ametuita nuru, anasema jihadharini, maana manabii hawa wako ndani yetu na wako na vipawa, wako na gift ambazo ni za Mungu, lakini sasa wakapotea katika njia. Hawafuati, hawaelekezi watu katika njia ya Kristo. Sasa wanaelekeza watu katika njia zingine. So Yesu anatuonya hapa, anasema tujihadhari katika Matthew chapter 7 verse 15 to 17, anasema tujihadhari. Na matunda ya kwanza tunaona the false prophet ambayo akonayo, the first fruit is maisha, tabia, mafundisho,
mafundisho ya hapa. Yeye kitu cha kwanza, tunda la kwanza la nabii wa uongo, yeye hufundisha maisha ya hapa duniani, ya kwamba utabarikiwa na magari ya hapa duniani. Hakuelekezi mbinguni, hakuelekezi ya kwamba tukitoka hapa mbinguni, tukitoka hapa duniani tutaenda mbinguni. Hakuambii hivyo. Anakuambia wewe ukitajirika, kula mali yako bila stress, kama uko na kila kitu kula, maana ukimaliza it is finished. Maana yale yote hakuna mahali pengine tunaenda. So unaangalia maisha, anakuambia kuhusu maisha ya hapa, and that is the first fruit ambayo unaweza kutambua nabii wa uongo. Mafundisho ya hapa duniani. Anakuambia mafundisho ya hapa duniani. Alafu jambo la pili, na hao manabii wa uongo wamekaa ndani ya kondoo wa Mungu, ujue hivyo. Jambo la pili, nasema they blend in with the sheep. Yani they blend in with the sheep. Wako ndani ya kondoo. Huingiana na kondoo. Yani wako ndani ya kondoo wa Mungu. Sasa, that's why Kristo alisema, acheni magugu yamee na ngano, maana ni yeye atayang'oa. Kwa hivyo, Yesu ndiye atakuja kuyang'oa yale magugu. Kwa hivyo yako tu ndani ya kondoo wa Mungu. Ndio maana wanapotesha kondoo wa Mungu. Number 3, they do power, perform signs and wonders. Wanafanya miujiza. Wanafanya miujiza, unaona huyu kweli ni nabii wa kweli, lakini ni nabii wa uongo. So if you are not in the spirit, then utadanganyika, utasema ya kwamba huyu ni nabii wa kweli. Wanafanya miracle, wanaponya. Why? They remove small demon. They give you big demon. Hata kung'oa mapepo wanang'oa. Wanang'oa kapepo kadogo ndani ya watu, lakini wanakupatia ile kubwa ambayo wako nayo. Wanang'oa kale kadogo, wanakuweka ile kubwa. That's why unakuta kanisani, mama fulani, baba fulani, saa ya Roho Mtakatifu ama saa ya deliverance, ni watu fulani kanisani wana manifestingi. Hawakombolewi. Every Sunday, every Wednesday service, every Thursday service, every deliverance service, ni watu tu fulani. So unajua ya kwamba wanafanya nini? They do power, performance, sign and wonders. They remove small demon. Hiyo wanatoa, hawataki kutoa yote. And they give you big demon. Sasa wanakupatia wanatoa kadimoni kadogo, kapepo kadogo, wanakupatia kipepo kikubwa. That's why mtu anafanyanga nini? Kila wakati ni deliverance, the same person. Why? Because they have been given them the big demon. Number 4, they operate with Antichrist nature. They operate with Antichrist nature. Wanaoperate na mpinga Kristo. Hao wanapinga njia za Kristo, wanapinga mienendo za Kristo, wanapinga watu wasijue kweli. So they operate with Antichrist nature. Wako kinyume na Yesu Kristo.
ya kwamba Yesu ni Bwana. Wako kinyume na Yesu ni Bwana. Hawawezi, ukienda kumsalimia Yesu ni Bwana, hawajibu. So that is the false prophet. Na ndio maana wameandikwa, ndio maana John anasema hivi katika 1 John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 1 and 3. John anatuambia, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wametokea. Katika hili mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyokiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Kila roho yote ama mwanadamu yote ambaye hawezi kumkiri Yesu Kristo ya kwamba alikuja akazaliwa kama mwanadamu, basi roho yote ambayo haimkiri hivyo, basi huyo ni roho ya mpinga Kristo. Lakini roho ambayo inamkiri Yesu Kristo, vile John anasema hapa, basi inasema, basi katika hilo mwajua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kwa hivyo roho ambayo haikiri Yesu hakutokana mwingi, hiyo haitokani na Mungu. That's why Biblia inasema ni mpinga Kristo. Nabii kama huyo ni mpinga Kristo, ako kinyume na Yesu Kristo. Number 5, they don't listen to anyone but God. If you want to know this is the false prophet, yeye hatajangi Yesu Kristo, maana jina la Yesu Kristo liko na power. Jina la Yesu Kristo liko na deliverance. Yeye anatajanga tu Mungu. Mungu yako. That's why unakuta anapinga Yesu Kristo, anasema yeye anamjua tu Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Lakini huyo Mungu huwezi enda kwake bila kupitia kwa mwana wake ambaye alimtoa hapa duniani kwa ajili ya wote, ambaye anaitwa Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Maana Yesu mwenyewe anajiidentify in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, no one's come to the Father except to me. Kwa hivyo nabii wa uongo, the false prophet, wanasemanga they don't listen to anyone but to God. Wanasemanga sisi tunajua Mungu. That's why in 1 Corinthians chapter 14, 1 Corinthians chapter 14 verse 2, 1 Corinthians chapter 14 verse 2, the Bible says, verse 32, 1 Corinthians 14:32, neno linasema hivi, 32, 1 Corinthians 14:32, na roho za manabii huwatii manabii. Na roho za manabii huwatii manabii.
Kwa hivyo roho za manabii huwatii manabii, haziwezi tii mtu mwingine, haziwezi tii pasta, haziwezi tii mwinjilisti, haziwezi tii mwalimu, ya kwamba huwa zinatii nabii na roho kama huyo ama nabii kama huyo si wa Mungu. It is false prophet, kwa sababu roho ya unabii, roho ya walimu, mwinjilisti wanafaa wakae in one accord, because ni roho moja anaoperate, na ndio maana amewafanya nabii, bishops, mwinjilisti. So unakuta nabii amejitenga, ya kwamba that's why Paul anasema in 1 Corinthians chapter 14 verse 32, na roho za nabii huwatii manabii, kwa maana si Mungu wa machafuko bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Roho nabii, the false prophet, uchafua kanisa. Hata kama wako chini ya mchungaji, uchafua kanisa. Unakuta hawatii hata pastor, hawatii hata mchungaji, hawatii bishop. Wanaona hao ndio wanafanya nini? Wanaongea na the true God. Lakini sasa vile Paulo ametuambia ya kwamba they operate with antichrist nature, na wako kinyume, vile tumesoma mahali pale katika 1 John chapter 1 verse chapter 1 and 3. Kwa hivyo John ametuambia tuzichunguze. Kwa hivyo kazi yetu ni kuomba na kuchunguza who is the true prophet, na wako kanisani those false prophet. Kwa hivyo yeye huwa anajitenga, anasema sitaki mtu yeyote. Unakuta kanisa ibada, amekaa peke yake, anasema anatafakari ya mbinguni. Unakuta yeye watu wamekaa, wameenda nyumbani, ibada imeisha, anasema bado amejiconnect na mbingu. Lakini sasa that is a false prophet, because ukiona hataki watu na anafaa akae na watu, it means the spirit which is him, it is the devil spirit. That's why he or she is the false prophet. Maana roho wa Mungu ni wa upendo, roho wa Mungu si wa chuki. Sasa hautaki watu, kwa nini? Basi na hiyo ndio matunda ya the false prophet. Hatakangi watu, anatakanga akae man solo peke yake, hatakangi mtu yeyote. Na ndio that's why Paul anasema in that verse 1 Corinthians 14:32 ya kwamba na roho ya manabii huwatii manabii peke yake. So number 6, wako na majivuno, hawana upendo. Number 6 ni matunda yake ya nabii wa uongo, ya kwamba wako na majivuno, hawana upendo, hawakuangi na upendo, wanajitenga. They say that we are the one who talk with the God, not Jesus. Sisi ndio tunaongea na Mungu, tunapata habari kwa Mungu direct, si kupitia kwa Yesu. Wako na kiburi, wako na kiburi, wako na kiburi. That's why they call themselves big names. They call themselves big names. If you remove their tithe, they will die spot life.
wako na kiburi, hawana upendo, hawana upendo. Kiburi wako nayo. They call themselves big names. The mightiest prophet in the world. Unakuta amejiita the mightiest one. And Jesus is the only mightiest God. God is the only mightiest. Lakini sasa amejiita the mightiest. Mpaka sasa hata sahi wanajiita the king prophet. Sasa hiyo ni kuongezea maneno kwa neno la Mungu. Kwa hivyo Proverbs 30 verse 5 and 6. Verse 5 inasema tusiongeze maneno kwa neno la Mungu. Verse 6 inasema ya kwamba ili tusije tukaonekana sisi ni waongo. Kwa hivyo ni muongo kwa kujiita the king prophet, the mightiest prophet. Hiyo ndio matunda ya the false prophet. Amen. Amen. Wako na kiburi. Kanisa langu ndilo ninahubiri imani ama utakatifu. Kanisa langu mimi ndio ninahubiri, ninaongoza watu katika njia kweli. That is the false prophet. Matunda yake ni hiyo. So wanaona huduma kama dawa ya kuponya. Huwa wanaona huduma ni dawa ya kuponya. Number 7, their goal is to connect you to them, not to Jesus. Matarajio yao hawakuconnect wewe kwa Yesu. Wanakuconnect wewe. Wanakuambia mimi ninajua maisha yako, so believe me. God is using me mightiously. So ninajua maisha yako. And that's why unakuta kanisani, ukienda kanisani, our mightiest prophet, our mightiest prophet, our mightiest apostle. That is the false prophet. Hiyo ni matunda ambayo ni ya the false prophet. Their goal is to connect you to them, not to Jesus. But true prophet connect you to Jesus Christ of Nazareth. Nabii wa kweli anakuelekeza kwa Yesu na anakuambia tubu, kwa maana Yesu anataka utubu. Lakini nabii wa uongo matunda yake hakuelekezangi kwa Yesu. Number 8, they use fear to control people. Manipulation. Wanatumia miujiza ya uongo. Wanaambia mtu aeke mdomo hivi. Wanaambia mtu senye na ubiri. Wewe rukaruka, watu waone ya kwamba umejazwa Roho Mtakatifu. Watu wanafundishwa kuanguka, wale wanakaanga mbele hapo wanafundishwa kuanguka wakimwagiliwa maji. Ni kama hawaogangi. Sasa it means you don't oga, hauogi. So that is the fruit of the false prophet. Anatrain watu wanawakalisha pale mbele ya kwamba mwanguke kanisa ndio ijae. So they use fear to control people. Manipulation. Wanatia uoga ndani ya watu. If you don't tithe, your doors will shut. Your windows of heaven will shut. You will not be blessed. So, people are tithing because of fear. Watu wanatoa tithe yao kwa uoga. Watu wanaenda, if you don't come to church, you will go to hell. If you don't come in Wednesday service, then you are not under this church. That is the fruit of the false prophet that I'm talking. They use fear to control people. So people, they are going to their church when they have fear. And let me tell you, Revelation chapter
Revelation says, fear will not inherit the kingdom of God. And your prophet has fear in your heart, in your life. So you are going to the service when you are fearing, then it means you will miss heaven. That is the fruits. You are under the fruits of the false prophet. They do not like the church. They do not hawapendi kanisa. Hawapendi kanisa. They like prophesying to people. Wana manipulate people. So they don't like church. They do not like church. Prophet belongs to the church, not church belongs to prophet. Manabii ni wa kanisa. Si kanisa ni la manabii. No. Prophet belongs to the church, not church belongs to the prophet. Yes. You cannot drink a polluted water. You will be sick. The same way, you cannot receive a polluted message from false prophet. You will be poor. You will be poor. When you receive the message of the false prophet, that is their fruits. They will tell you, offer your title deed, your house. Leta manyumba yako, leta. Roho amesema utoe nini, kila kitu ambayo Roho wa Mungu anasema ulete dhabihu inayoumiza moyo wako kwa madhabahu. My friend, my sister, my brother, you will be poor. Utakuwa maskini wa mali. Na Yesu hakukuja kwa ajili ya maskini wa mali. Alikuja kwa maskini wa roho. That's why anasema in Matthew chapter 5 verse 3, heri maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Kwa hivyo ni maskini wa roho, si maskini wa mali, si maskini wa title deed, si maskini wa prado, si maskini wa vitu za hapa duniani. No, maskini wa roho. Kwa hivyo utaweza kudanganywa, ulete vitu zako kwa madhabahu, and then utabaki maskini. Utaanza kumlaumu Mungu. The same way you cannot receive polluted message from the false prophet, you will be poor, sick, poison. You may have words, a lot of words. Utakuwa na maneno mengi. They will take your hunger from knowing God, from knowing the word, and they direct all of this to themselves. Alafu utaanza kumlalamikia Mungu. Kama huoni matokeo katika maishani mwako, wanasema hauombi. Sasa utakuwa katika hiyo kanisa 20 years, 10 years, ukienda kusema tangu nitabirie Mungu hajanitendea. Wanakuambia wewe ndio uingii kilindini. Ingia kilindini. Ingia kilindini. Wewe ndio hauombi. Wewe hauombangi. Wewe haupigangi magoti. So wanakuambia hivyo. Saa yenye umekaa hapo miaka 20, miaka 10, wanaanza kusema hivyo. Watu wengine message inakuwa ni watu wengine hawaombangi na wamekaa hapa miaka 10 hawabarikiwi. No. That is the fruits of the false prophet. Yeah. What they predict doesn't come true. They started blaming you. You don't pray. Yale wamekutabiria yote hayakujangi yakatimia. Ndio maana wanakulaumu
ya kwamba wewe uendangi kilindini, haupigangi magoti, haufastingi, haufungi kula chakula. Sasa wanaanza kukulaumu wewe, wanasema wewe hauombi, wewe unacheza na Mungu. Hiyo ndio matunda ya nabii wa uongo. Na siku ya leo uyajue hayo, my sister, my brother. Amen. Wacha tukaweze kumaliza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, pokea sifa. Tunaomba Bwana ukatuwezeshe, ukafungue macho yetu, tukaweze kujua the true prophet. In Jesus' name we pray. Amen.